Tutaendelea pole pole. Saa ngapi? Saa 6:20. Because of the word of God, please let us take 1 hour. Concentrate. Nataka urudie nyuma yangu. Nitapokea neno la Mungu. Saa hii. Na nitaifuata. Milele na milele. Thank you so much. Prayer and fasting. For those who are writing, the topic is prayer and fasting. Naanza na fasting. Nini maana ya fasting? Fasting ni kumaanisha unaacha chakula, unaacha drinks, liquids, haiendi kwa mdomo. Unaacha ile kitu yoyote ambaye unapenda sana, unaacha. Hiyo ndio maana nini? Fasting. Na uachi sababu unataka kukonda. The meaning, the purpose must be there. Purpose ya kufast ni kwamba unatafuta uwepo wa Bwana, unatafuta uwepo wa Mungu. Ndio maana unafanya nini? Fasting. Tunaweza acha kukula breakfast, tunaweza acha kukula lunch sababu tunataka kukonda, ama sababu hatuna pesa. Wengine wanafanya hivyo, lakini hiyo sio fasting ile tunaongelelea hapa. Ile fasting tunaongelelea hapa ni ile unaacha mambo ile unapenda zaidi, mambo ile inakupatia furaha, mambo ile ukifanya unaenjoy. Unaachana na hiyo maneno, alafu unatafuta uwepo wa Bwana, alafu unaungana na maombi. Where 2 or 3 are gathered in His name, in the name of Jesus Christ, then He will be there. And whatever you say you agree on earth, then that will be done in heaven. Thank you. Wakati neno imeingia, sema amen bila kuitishwa amen. Amen. Na maombi ni nini? Maombi ni kuenda mbele ya Mungu, kwenda mbele ya Mungu kumwambia yale yaliyo moyoni mwangu, yale yaliyo moyoni mwako. Unamwambia akutendee nini, unamwambia kwa upole. Unamchukua Mungu kama baba. Tunaambiwa baba, tuko na baba mmoja peke yake. Tuko na baba ngapi? Mmoja peke yake, mbinguni na duniani. Nasema nini? The Holy Spirit teaches us to call Him Abba Father. Abba Father. Unaweza kuwa na pastor wako, muite pastor. Muite pastor. Unaweza kuwa na bishop wako, tafadhali muite bishop. Amekulea ndio, muite bishop. Muite pastor. Muite reverend. Amekulea na chakula cha kiroho. Sio yeye amekulea, ni Roho Mtakatifu amekulea kupitia yeye. Amen. Wacha tusibahatishe, tutake majina makubwa kubwa dunia hii. Baba ni mmoja peke yake. Kuna ile baba amekuzaa, huyo ni mzazi. Huyo ni mzazi, dad. Amekuzaa tumboni. Huyo nani? Haya, sio topic yangu leo. Sio topic yangu siku gani? Leo hiyo. Leo topic yangu ni prayer and fasting. Na nimesema baba sababu when we pray to Father. We pray to our Father. Yule anakaa mahali mafichoni wapi? Mbinguni. Huyo ndio tunaabudu.
when we pray, wakati tunasema yale iko moyoni mwetu, hatusemi kwa jirani, hatusemi kwa rafiki, tunasema kwa mtu ambaye anaitwa nani? Baba. 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 Ndiposa tukapewa example ya mababa wenye wametuzaa. Ukiwa mtoto unaenda kwake, baba, nataka mkate, na anakupa mkate, hakupi mawe. Biblia inasema kama baba wenu ambaye amewazaa mnamwomba mkate na hampewi mawe, je, yule aliwaumba, yule ana own kila kitu mbingu na nchi, mkimwomba atawapatia namna gani? Jibu hiyo. Kwa all the New Testament, prayer inaanza na worship, praise and thanksgiving to the Lord Most High. New na Old Testament, prayer lazima iandamane na fasting, kuacha chakula, kuacha vinywaji, kuacha maji for a specific time frame. Unaweza sema siku moja, unaweza sema siku mbili, unaweza sema siku tatu, kwa hiari yako. Hii mwaka wa corona 2020-2021 umefast mara ngapi? Umeomba mara ngapi? Tuliambiwa hapa, we are living in perilous times. Hizi nyakati ni za nyakati mbaya. We are living in the evil times. So lazima uweke aerial yako juu ya maombi na fasting. Lazima hiyo aerial ikuwe juu zaidi. Yesu akafundisha wanafunzi wake how to pray without stopping. Pray without stopping. Kwa nini Yesu anasema omba bila kukoma? Anasema hivyo sababu gani? Sababu ya Genesis 1 verse 26, verse 27, verse 28 inasema hivi: let us create man in our own image, in our own likeness, and let them have dominion on earth, on air, on sea, in the ocean, everywhere. Tumepewa dominion on earth, meaning legal authority tumepewa on earth. Sisi ndio kutamka na itendeke vile tumetamka. Ndio maana Mungu angeenda akashika mkono hivi akamwambie wacha kukula hii matunda, because amejitenga from the dominion on earth. So binadamu wakafanya nini? Dhambi. Mauti inakuja kupitia dhambi. Mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Tafadhalini. Yesu anafundisha ask, seek, knock, na ndio utapewa. Wewe hujaitisha, ndio maana hauna. Mkristo mwenye amefunga mdomo yake itanuka, maisha yake itanuka. So fungua mdomo, itisha specific thing ile unataka Baba akupatie. Na Baba sio Raila. Usiite mtu dunia hii baba. Baba, tuko na baba mmoja peke yake ambaye ako juu mbinguni, ambaye anasikia maombi yetu wakati tunapoomba. Matthew 7, andika usome nyumbani. Matthew 7 up to 8. Labda tuisome. Ama namna gani? Tuisome. Hebu soma kwa Kiswahili. Nataka kuambia ukweli kwamba Apostle Paul aliwafundisha, don't worry about anything. Instead,
kama kuna jambo inakusumbua maisha hii, pray about it. Tell the Father who hears everything even before we say it. Kabla tujatamka na amesikia. Umesikia? Tunataka kwenda haraka sana. Hebu soma. Mathayo mtakatifu mstari wa 7 inasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye hufunguliwa. Ndio nikasema hamjabisha, ndio maana hamjapata. Hamjaitisha, ndio maana hamjapewa. Itisheni. Tell God what you need and thank Him for what He has done and what He has not done. Amen. We live by faith and not by sight. Wakati unaomba, maliza na thanksgiving. Thanksgiving unaweza sema thank you. Brother yangu alisimama hapa akasema wale watu 10 baada ya kuponywa ni mmoja pekee ni alirudi kusema thank you Jesus. So thank you is a very big word. Thank you. Na umaanishe. Wengine wanaenda extra mile because thank you I stop kwa mdomo. Action speaks louder than words. Ukikuja kusema thank you baada ya maombi, amini umeipata hata kabla hujaipata. Anza kusema shukrani, then enter the extra mile ya kufanya action. Then action inamaanisha nini? Nenda ukachukue ndama yako moja ile unapenda sana, enda ukauze, ukalete pesa kanisani, ukashukuru Mungu kama Mungu umenifanyia. Ukileta pesa kanisani, sio ati unafeed pastor, unapelekea Mungu, sababu pastor ni kuhani. Amen. Anaishi kanisani, kazi yake ni hapa. Unataka akule mawe. She is in the tribe of the Levites. The apostles were coming from that tribe. Na walikuwa wanakula hekaluni. Nisikie ukisema pastor anakula pesa yetu. Nisikie ukisema. Wenye waliongea juu ya mapasta wakubwa hata kama wao pia ni mapasta kama Miriam na Aaron walipata leprosy. Nikupate. When we pray, we will have peace that surpasses all understanding. When we pray. Now, devote yourself to prayer with an alert mind and thankful heart. Waandike Colossians 4 verse 2. Utasoma nyumbani. Always be joyful. Never stop praying. Be thankful in all circumstances. Umeomba, answer inaweza kuwa yes ama no. Hujapewa, shukuru Mungu. Anajua sababu gani hajakupea. Labda akikupatia utacrash na utaperish. That is God's will for you who belong to Christ Jesus. Now, we have been given a great commission hapa duniani kutangaza ujumbe takatifu wa Yesu Kristo dunia mzima. How many people when you pray for the spreading of the gospel? How many? Unaomba kanisa iimarike, hii injili iendelee kuenea dunia mzima. Nani amwayeomba namna hiyo? Then we are praying without thinking too much. Please pray with an understanding. Pray according to the will of God. So,
I urge you first of all to pray for all people. Nilisema last time, usije ukaomba binafsi, ombi ya selfishness. Hiyo inafika hapa mawinguni, haifiki mbinguni. Wewe unakuwa tu mimi, nipatie. Praise the Lord. Amen. Usije ukaomba maombi ya ubinafsi. Wewe unasema upewe. You are selfish, and your selfish prayers will end at nothing. Then utalaumu Mungu ati hajawahi kujibu maombi yako. Hapana. Tusifike kiwango cha kulaumu nani? Mungu. Ask God to help them. Those who are sick, intercede on their behalf and give thanks on their behalf. Pray this way for kings, presidents, and all who are in authority. Pray for all the doctors who are suffering in front of every kind of disease, so that we can live in peace, in quiet lives marked by godliness and dignity. Confess your sins to one another and pray for one another so that you may be healed. Healing sio ati umegonjeka peke yake. You are spiritually sick na ujui. Wakati unatembea ni dombolo ina ring kwa akili yako. You are spiritually sick. Uko na cancer kwa spirit yako. You need to pray so that hiyo cancer iko kwa roho yako inaimba dombolo ukitembea itoke. Kuna mtu anaishi ndani yako, anaimba hizo nyimbo mbaya, hizo za bongo. Hamujui wenye wanaimba hizo wimbo wako wanaabudu shetani? Let me tell you, kuabudu, kila mtu anaabudu. Kuna wengine wanaabudu waganga, kuna wengine wanaabudu shetani, kuna wengine wanaabudu sanamu, kuna wengine wanaabudu mungu zingine. Ukienda India wako na over 6,000 gods, 600,000 gods. I don't know. Google will tell you how many gods they have. It's not in the Bible. So let me tell you, kila mtu anafanya nini? Anaomba. Mwenye anaenda kwa muganga, anaenda anaomba huko kwa muganga. Na anapeana sadaka, meaning anapeana thanksgiving. Mmesikia? Na saa zingine wenye wanaabudu idols wanafanya mpaka fasting. Remember the case of Prophet Elijah na the many prophets of Baal. Pale walipokuwa wanaomba, wamepewa bull wachinje. Elisha pia akona yake anangoja kuchinja jioni. Akawaambia toka asubuhi waombe waabudu huyo Baal wao ili tuone moto. Walikosa kula, walijikata na wembe, walibleed, walilia. Hiyo ni maombi. Hawakukula chakula, walifast. Who are you praying to? Who are you fasting to? Power over power. That is the lifestyle of humanity. What the human race wanatafuta. Wanatafuta power over power. Na umeambiwa, the word of God is more powerful than any double-edged sword, than any Scud or Patriot imewahi tengeneza, than any nuclear weapon. Amen. Siku hizi wanasema
Wanasayansi wengine walikaa chini wakatengeneza COVID-19. Hii ni chemical warfare, inarushwa duniani, watu wakufe. Ni kama kulipua ghorofa kubwa hivi. Wakaona kuna haja ya kulipua ghorofa, afadhali kutengeneza virus alafu tuinject kwa mtu mmoja, na huyo mtu aende breathe na ashike watu kadhaa na watembee dunia mzima. Na wakatembea basi, na ikaanza. Ndio maana mtu akibreathe hivi ana breathe corona, inakushika. Akakushika hivi anakushika na corona inakushika, na inatembea dunia mzima. Who knew itatembea dunia mzima? We are living in evil days, evil times. Mpaka ukuwe mwangalifu. You pray psalms. In the book of Psalms there are many kinds of prayers. Sisi tumekaa tu hatujui kuomba. Kama hamjui kuomba, enda uombe in the book of Psalms. Kuna maombi mingi. Example, tuombe Psalm 3. Tusikie hiyo maombi iko hapo. Who doesn't have enemies? Umeomba nini? Je, umeshindwa kuomba? Psalm 3 tusome. Hiyo ni example ya maombi. And God hears prayers of everybody. We pray because we are sinners, not because we are righteous. And we start by forgive us our sins. And after we confess our sins, then we are turned from sinners into righteous through prayer. And then God hears the prayers of a righteous person. That is the way it flows. That is the way it flows. You have to know that hujafika kiwango. If you say you don't have sin, then you're a liar and you belong to the devil. The Bible says so. So, wewe kama unafikiri you are too righteous and you'll stand like the Pharisee, I'll tell you later, and upige chest yako kwamba you are righteous, then your reward is already with you. You expect nothing from God. Confess your sins when you pray. Plead the blood of Jesus Christ first. Then God says, before you even start praying, He has answered your prayer. So when you confess your sins, unatambua dhambi zako. Kama ni usherati, sema mimi msherati, nalilia dhambi zangu, nisamee dhambi yangu ya usherati. Yeye ni mwaminifu sana, amekusikia, na akikusikia atakuforgive. Pap, the moment amekuforgive immediately, then that is the time you change from sinner to righteous. And then that is the reason why tunaambiwa tuombe bila kukoma, sababu sisi ni wenye dhambi. Ndio tukianza kuconfess dhambi zetu, tunabadilishwa in a twinkle of an eye from sinners to righteous. And the Bible says God hears the prayers of a righteous person. Na atakwambia, yes my son, yes. That's the prayer of the prodigal son. Alitambua dhambi zake, akakuja, akakaribishwa more than ile son mwingine alibaki ordinarily nyumbani. Tafadhali, pray regularly. And when you pray kwa mfupi, kwa maneno, kuwa na ufupi wa maneno, be concise and be thoughtful. Kuwa na ufupi wa maneno, pray in private. Funga mlango ya maisha yako, uingie ndani ya roho yako, uanze kuomba
kulingana na mahitaji yako ile kamili. Wacha kuomba hapana. You are fooling who? My God, Jehovah, is a God that is very, very brief. Akiongea na wewe ndio utajua. Aliongea na Apostle Paul in a twinkle of 10 seconds. In a twinkle of 10 seconds. Hata kama Apostle Paul wakati alikuwa anaitwa Saul alikuwa na maswali, but haikuchukua muda mrefu. Anaongea brief, mambo machache, anaintroduce haraka sana. Na unamtambua haraka. Na anakupatia instructions of life, where to go and receive back your sight. Because when you are a sinner, you are blind. You don't know how to pray. You don't know who to pray for, who to pray to. Hujui uombe uabudu nani. Wengine wanaabudu nyoka, wengine wameanza kuabudu sanamu. Sanamu, ng'ombe inaweza kukuletea nini kwa maisha? Unaabudu ng'ombe mpaka ukuli ng'ombe. Ukitembea kwa maduka ya Wahindi, unaona masanamu wanaabudu hizo. Unafanya kwa Muhindi, EPZ, wameweka sanamu, na siku moja wanakuja na mchele, wanakuja na bananas, wanafanya hizo sacrifice zao na maombi zao. Tena wanapiga magoti chini, wanaabudu hizo masanamu zao. Alafu wewe sababu unataka kupandishwa cheo, unaungana na wao because wao wanalika watu. Wewe because hujajua neno unaungana, ndio unafikiri utapandishwa cheo. Cheo haikuji kama hujatambua Mungu. Ikikuja ni ya shetani, haikai. Utakuwa humiliated wakati inaisha. Pray about your own needs. Pray for others also. Na uombe bila kukoma. Tunaambiwa Enoch. Enoch walked with God very closely, in close fellowship with God through prayer his entire life. And he was taken away by God. Enoch, mtu mmoja amechukuliwa akiwa hai, hajakufa, ameenda, amechukuliwa sababu ametembea na Mungu. Ametembea na Mungu. Example ingine, Daudi, Mungu anasema David, a man after my own heart. If you want to walk like David, the walk of God, then pray Psalms every time of your life. Na kusihi, pray the book of Psalms, because some of us hatujui tuombe nini. Psalm 3, tusome. Zaburi 3 nitasoma. Bwana, watesi wangu wamezidi kuwa wengi, ni wengi wanaonishambulia. 2, ni wengi wanaoiambia nafsi yangu, hana wokovu huyu kwa Mungu. 3, na wewe Bwana ngao yangu pande zote, utukufu wangu na muinua kichwa changu. 4, kwa sauti yangu namuita Bwana, naye aniitikia toka mlima wake mtakatifu. 5 inasema, nalijilaza nikalala usingizi, nikaamka kwa kuwa Bwana amenitegemeza. 6, sitayaogopa 10,000 ya watu waliojipanga juu yangu pande zote. 7, Bwana
Uinuke Mungu wangu, uniokoe, maana umewapiga taya adui zangu wote, umewavunja meno wasio haki. 8 inasema, wokovu una Bwana, baraka yako na iwe juu ya watu wako. Hiyo ni maombi ya asubuhi. Asubuhi ni saa ngapi? Asubuhi, kama najibu kwa niaba yako, asubuhi inaanza saa ngapi? Saa 9 ama saa 6? Saa 6. Asubuhi inaanza saa 6. Wale wanaenda Marikiti or Kongowea wanaendanga saa ngapi? Wanaamka saa ngapi? The Bible says ilikuwa character ya Yesu kuamka mapema kabla ya asubuhi kwenda kuanza kuomba. Anaamka mapema sana, na alikuwa anaenda mahali private. Anaenda kufanya nini? Maombi. Maombi ni mazungumzo yako na Mungu wako na baba yako. Mazungumzo na mwenye unaamini alikuumba, mwenye unaamini ndiye anakupa uhai, ndio unaabudu. You only worship somebody you think is supreme on your life, on your future. Ndio maana watu wanaabudu tofauti. Lakini wewe kama Mkristo, nataka ujue ya kwamba the Almighty God, the everlasting Father, the one to worship, the I am who I am, is only one, and his name is Jesus Christ. Tuko pamoja? So there's no way to the Father except through the blood that was shed at Calvary by the Lamb of God. There's no any other way. Any other person, any other idol being worshipped falls dead. Dagon, when the altar of the Lord came near, Dagon fell. If you remember the story of the Philistines, and then the time they captured the altar of the Lord. When the altar was presented in the room where Dagon was, Dagon fell into his face. By the mention of the name Jesus Christ, every knee shall bow. Amen. Jesus Christ is Lord. John 1 verse 1 says, in the beginning there was Word, and the Word was with God. And the Word was God. And the Word came in the physical form and lived amongst us. But hatukumtambua, tukamchukua, tukamsulubisha msalabani. Tukaona Barabbas is more important than the Word which was from the beginning. And nothing was made isipokuwa kupitia huyu neno, ambaye neno ni nani? Yesu Kristo. Amen. Tuko pamoja? Amen. Are we together? Amen. Are we together? Amen. A revelation has come and I don't want it to get away. A revelation has come. A revelation has come. Go to Revelation chapter 19. Let us see what the Lord is saying in our midst. What is the Lord saying? What is the Lord saying? Revelation chapter 19. Read from verse 11. What is the Lord saying? The Lord is revealing something. Read. Who is not reading? Read.
Read. Ufunuo wa Yohana 19 mstari wa 11. Inasema nini? Kisha nikaziona mbingu zimefunguka. Mbingu zimefunguka. Na tazama farasi mweupe na yeye aliyempanda. See a white horse and the one riding on it. Aitwaye mwaminifu. He's called faithful. Na wa kweli. He's called truth. Naye kwa haki ahukumu na kufanya vita. In righteousness he will judge the whole world. And continue. Na 12 nasema, yes. Na macho yake yalikuwa kama mwili wa miali ya moto. His eyes are like, na juu ya kichwa chake vilemba vingi. Nani akona kizungu? Maliza Kiswahili alafu kizungu. Faster. Vilemba vingi, naye ana jina lililoandikwa. Akona jina. This is the revelation that has come from the Lord. Akona jina asilolijua mtu ila yeye mwenyewe. Nobody knows the name. Nobody apart from him alone. What is the name? What is the secret name? Ni jina gani? 14 nasema. Yeah, what is the name? Na majeshi yaliyo mbinguni. No. Go to English, King James Version. Read. Read. The revelation from the Lord must be read. Soma. Kuna Bible zingine zinatoa hiyo siri. Ina rap hiyo siri. Ile amefika ako na jina mpya. Haijulikani na mtu na ikazimia hapo. Soma. Revelation 19 from 11 going forward mpaka I stop you. Amen. I will read. Verses 11 reads, And I saw heaven open. And behold, a white horse. And he that sat upon him was called Faithful and True. Faithful, true, the Almighty God. And in righteousness he doth judge and make war. In righteousness, he is a conqueror. He is victorious in war. Number 12 reads, His eyes were as flame of fire. Flame of fire in his eyes. And on his head were many crowns. Many crowns in the head. And he had a name written. He had a name that no man knew. That no man. But he himself. But he himself alone. Number 13 reads. Yes, what is the name? And who was clothed with a vesture dipped in blood. His cloth was dipped in blood. And his name is called. Na hiyo jina ni gani? The Word of God. The Word of God. Amen. The Word of God. Amen. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word. Amen. Became flesh. And the Word became flesh and lived among us. Mtoto amezaliwa, mwana tumepewa mwana, alafu tukaishi na yeye. He is the Word of God, Jesus Christ, who lived amongst us 2,000 years ago. He is the Word of God. The secret name has been revealed. The Word of God. So when we talk about the Bible says that we are talking about Jesus Christ says, it's like saying Jesus Christ says, the Word of God says, the Bible says, the Word of God equals Jesus Christ, the Almighty God, everlasting Father. Wow! Amen. Praise the Lord. Amen. So Abraham had many blessings wakati alisikia the word of God. When he believed in God na moyo wake wote. Miriam led other people in praise and worship to God, and her prayers were tremendously answered. Wakati unataka jibu, napendezwa vile mgeni alikuja hapa akajitambua, akasema alipotea, prodigal son alipotea, lakini sasa amepatikana.
mchinje mbuzi, mkaribishe. Akakuja na shangwe, akiimba wimbo tamu. Mliona? Hizi ni muujiza zinafanyika kwa hii kanisa la Amboni. Macho yenu zimezibwa. Mjiulize, ni nani ameziba macho? Ni nani ametuziba? Hatuoni muujiza. Like Anna, she had confidence in God to bring out joy out of sorrow. Joy out of sorrow. Hakuwa na mtoto, akalilia Bwana. Then akazaa Samuel. Na huyo Samuel alisikiza Mungu. Alikuwa anasema yes Lord. No matter what age, just say yes Lord. Like Elijah, wakati anafukuzwa na Ahab, anasema God will meet all my needs even in the most desperate circumstances. Amen. How could you know this thing? Hii mnyama anaitwa ndege, analeta nyama. Kunguru anapenda nyama. Enda ukule mahali kunguru iko, alafu uwekewe chakula, alafu kimbie kwa choo. Utapata kuna imeisha. Kunguru anapenda nyama, lakini alikuwa anaenda anangoja Ahab anamaliza kukula, then anachukua ile mabakio anakimbiza kwa Prophet Elijah. Alikuwa anakimbia muda mrefu akiwa naye kwa piki hivi. A widow akona flour na oil kadogo inatoshana hivi ya kukula na mtoto wake mmoja. Baada ya kumaliza hiyo, anasema wanakufa. Wanafanya nini? Wanakufa. Elijah akaambiwa, nenda Zarephath, ukutane na huyu mama anaokota kuni ndogo, atakulisha for the rest of the famine. Say amen. Amen. So you believe in God. God answers prayers. Amen. God wants you to prosper no matter what. Like Jehoshaphat, alikutana na trials and danger, lakini alikuja na songs of praise for God who is faithful in love. Like Manasseh, anasema, I know it is not too late to turn back to God, to repent and ask for His forgiveness. It is never too late. Even at the cross, karibu mshumaa imeshagongwa, ingine imeshagongwa pande hii, ingine imeshagongwa kwa mguu. It is never too late to call upon the name of the Lord. It is never too late to pray to God. It is never too late. No matter your circumstances. Unaweza kuwa wewe ni mwizi. Amen. Unaweza kuwa wewe ni muuaji. It is never too late. Amen. It is never too late to call upon the word of God, who is Jesus Christ. It's never too late. He will save you because He saved the whole world. What about you, one person? He will save you. Go to Him and pray. Go to Him and pray. It doesn't matter. You are just almost dying. You are just few seconds to death. Mwizi msalabani, just few seconds to his death. Akasema, akatambua, kuna mtu hapa, hakuumbwa na mtu. Aliumba ulimwengu, akaumba dunia na kila kitu. Inasha na ako hapa katikati yetu, na anasema ya kwamba nitamuomba, nitamtambua, nitamwambia yale yaliyo ulimwengu na ataniforgive, na kwanza nitatambua kwamba mimi ni mwizi, nitatambua kwamba yeye hana makosa, nitatambua kwamba amenikufia. Amen. Na akaambiwa, today in paradise, today you will be with me in paradise. Amen. Today Mungu akasema, verily I say unto you,
was a Friday. Mwizi ameiba miaka yake yote. On a Friday alikuwa na Yesu paradiso. Mwili ndio inakufa, inazikwa. Your spirit goes where it needs to go. Mahali wewe mwenyewe umetamka iende. Tamka wakati bado uko hai. David anasema, my mouth cannot praise you when I go to the grave. When I go to the grave, I will not have any strength to praise you, to recognize your help, to recognize your name. For now, I praise you, oh Lord. Protect me from all my enemies. Protect me, oh God. Let me not stumble. Let them not laugh at me. Abba Father, aliomba ukiwa hai. Omba ukiwa hai. Nimekwambia Mkristo ambaye anafunga mdomo ni Mkristo ambaye anaua kizazi chake. Praise the Lord. Amen. David alikuwa mtu ambaye anadiscuss kila kitu kuhusu yeye, hata ikiwa ni dhambi anadiscuss na Mungu. Ukiangalia Psalms 50 what? Let's go, the Revelation, Psalms 51. Let's go. Psalms 51 or Psalm 52. Go there. Revelation. It was not in the topic. Revelation. Psalms 50 what? Go there. 51. Revelation. Faster. After 51, chapter 51, all of it. David is praying. Umeshaua mtu. Uko na mabibi wengi sana. Lakini wakati unatembea in your palace, you've been endowed with wealth, gold, silver, everything that you ever wanted. Umepewa. Alafu wewe ni king, wewe ni president. A whole nation of Israel is under your belt. Then unatembea, you are taking a stroll at 3 o'clock in the evening. You are taking a stroll instead of praying. You are taking a stroll. Then that is the time the enemy strikes you. When you are supposed to pray, don't take a stroll. Because when you take a stroll instead of praying, the enemy will strike you. And then once the enemy steals your heart will be controlled by the enemy. It's like you are driving a car. Na wakati unaendesha gari yako, alafu mwizi akurushe nje pwa, chini pugulu, mwizi atakanyaga mafuta, na hiyo gari itaenda vile huyo mwizi anataka iende. David akaona mwanamke Bathsheba akioga, ako uchi. Akatuma askari wake Red Beret kuja leta yeye haraka sana. Sitambui ni bibi ya nani. Nenda leta yeye haraka. Anataka kufanya chenye nataka kufanya naye. Mtoto alizaliwa, alikufa ama hajakufa? Wakati umetenda dhambi and a prophet has come into your life na amekurebuke, don't even try. David tried to fast. Alifast akavaa magunia, lakini alitambua anafast sababu anajua ni Mungu amefanya makosa, sio Uria mwenye aliua, sio Bathsheba ndiye amelala naye. Amefanya makosa mbele ya Mungu, mbele ya Prophet Nathan. Amefanya makosa, analia, anakumbuka mambo ya Prophet Nathan. Uko na kondoo wengi umepewa, lakini wewe wakati umeleta karamu umechinja ajirani, na ajirani ni mmoja peke yake. David anakumbuka hizo maneno, zinamchoma roho. David analia. Daudi analia, hakuli chakula wala maji hapiti. David analia. Anasema nini? Psalm 51. Soma. Zaburi ya 51 inasema, E Mungu, unirehemu sawasawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako uyafute makosa yangu. 2 inasema, unioshe kabisa
na uovu wangu, unitakase dhambi zangu. 3, maana nimejua mimi makosa yangu na dhambi yangu mbele yangu daima. 4, nimekutenda dhambi wewe peke yako na kufanya maovu mbele za macho yako. Wewe ujulikane kuwa una haki unenapo, na kuwa safi utoapo hukumu. 5, tazama mimi naliumbwa katika hali ya uovu, mama yangu alichukua mimba hatiani. 6, tazama wapendezwa na kweli iliyo moyoni, nawe utanijulisha hekima kwa siri. Soma ingine nyumbani. Nalia nikikumbuka dhambi zangu. Nalia nikikumbuka vile Daudi anaomba. Ndio maana nimekwambia maombi ni ya mwenye dhambi. Na kama wewe unajifanya righteous, shauri yako, because the Bible says, the word of God says, ukijifanya wewe sio mwenye dhambi, if you ujifanya wewe kwamba ni righteous without sin, then you are a liar and the child of the devil. David anaenda akinyenyekea, akikumbuka vile hata alizaliwa kwa kuzini mama yake na baba yake, hawakuwa wameoana. Anakumbuka kuzaliwa kwake, kushikwa mimba yake. Anakumbuka ilikuwa mimba sio ya ndoa, ilikuwa mimba ya nje. Anakumbuka chenye amefanya na Bathsheba. Anakumbuka vile amesai kuuliwa kwa Uria. Analia mbele za Mungu. Anavaa gunia, akuli chakula wala hataki kuonekana nje. Daudi analia. Je, wewe na mimi tuko na dhambi? Mimi niko na dhambi. Sioni machozi. Sioni hapo. Sioni hapo. Lia ndani yako. Ukikumbuka vile ulizaliwa kwenye dhambi, ile madhambi zote umefanya, anza kulia kwa Mungu. Lia Mungu kama Daudi. Ndio Mungu anasema David ni mtu after my heart. Ni kama roho yake inafuata roho yangu. Mungu anasema hivyo kuhusu Daudi, sababu anajua akifanya dhambi ananyenyekea, anatambua ako na dhambi, anatamka hiyo dhambi na jina, halafu anaenda kwa Mungu, anamwambia Mungu, nimetenda hii dhambi, nisamehe. Alikuwa anataka Mungu amforgive na mtoto asikufe vile prophet amesema. Baadaye mtoto alikufa. Haikumstop David kuabudu Mungu. Alivaa nguo mzuri, akaenda praise God, akaenda akasifu Mungu na zaburi. Ukiwa nyumbani, soma zaburi of praise, vile Daudi na praise Mungu baada ya mtoto yake kukufa. Watu wakashangaa, akaitisha chakula nono akule ile siku mtoto amekufa. Ameitisha chakula, wafanyikazi wote wakashangaa, ni nini mbaya? Kwani hajapata ujumbe ama ni nini? Kumbe amepata ujumbe, mtoto ameshakufa. So be mindful, utambue dhambi zako. Nitambue dhambi zangu, sababu unapoyafanya unayafanya with an open mind. Ndio maana tunaingia kwa fasting. Fasting ni kufanya spirit yako ikuwe stronger than your flesh. Tunaenda mbele. Kuna jamaa anaitwa Asaf, ameandika muziki. Anasema I turn to God, ameandika Psalms, muziki hizi kwa Psalms. I turn to God in prayer when something shakes my faith.
hiyo Psalm 73 utasoma nyumbani. Like Hezekiah, I go to God in prayer when I am attacked and the Lord is blasphemed. When the Lord is blasphemed, when people go astray, it is time for you to go into prayer and fasting. Amen. Are we together? Amen. Like Daniel says, I will remain true to God and pray in the midst of crisis situation. Alafu nataka kuambia hivi, mambo nimeona na watu wengi sana, hata sasa kwenye ndoa. Kwenye ndoa unapata kuna bibi na mke, I don't know, bibi na bwana wako kwenye ndoa. Alafu bibi haombi sana wakati mambo ni matamu. Wacha bwana afanye makosa. Anaomba analia. Tafadhali lia kila siku. Usingoje ile siku tu ya bwana ameanza kutembea nje, bwana amekupiga slap hapo umeanguka. Usingoje hiyo wakati ndio uanze kuomba. You can't please God that way. Tafadhali kila siku lia, omba mara mingi bila kukoma. Every word that comes out of your mouth ikuwe ni maombi. Sababu gani? Nataka kukuambia ya kwamba prayer, tulidefine prayer kweli? Tulidefine. Another definition of prayer. Prayer is earth giving heaven license to interfere on earth affairs. Acha nitajua kutranslate yote. Let me try to translate in Kiswahili. Wakati unaomba unapatia bingu authority kufanya kitu hapa duniani. Sababu ya Genesis 1 verse 26, 27, 28. Man ndiye amepewa dominion, rulership hapa duniani. So wakati wewe umenyamaza, haujapatia mbinguni authority ya kufanya kitu hapa duniani. Sababu lazima utamke kitu ndio iprocessiwe mbinguni vile niliwafundisha. Sawa? Are we together? I think nimedefine. So nataka tuende haraka. Blind Bartimaeus ako na maombi, lakini watu wanafikiri haombi. Son of David, have mercy on me. Son of David, have mercy on me. Hiyo ni maombi. The blind Bartimaeus anafanya nini? Anaomba akikaa pale chini. Watu wanamzuia asipige kelele. Yesu amesikia kelele yake. Alijibiwa maombi ama kujibiwa? Alijibiwa hapo na aliponywa. So tafadhali omba. Tuende how to pray. And when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing. Page number 7. Soma Biblia. Matthew 6 from 5 to 14. Hapo ndio tuko. Matthew 6 from 5 to 14. Mathayo 6 mstari wa 5 nitasoma. Soma. Tena msalipo msiwe kama wanafiki, kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia, ili waonekane na watu. Amin nawaambia, wamekwisha kupata thawabu yao. 6 inasema, bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani, na kisha
funga mlango wako, usali mbele za Bwana Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujibu. 7. Nanyi mkiwa katika kusali, msipayuke kama watu wa mataifa, maana wao dhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. 8. Basi msifanane na hao, maana Baba yenu anayajua mnayohitaji kabla nyinyi hamjamuomba. 9. Basi ninyi salini hivi: Baba yetu aliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehavyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. 14 nasema, kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. 15. Bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hata wasamehe ninyi makosa yenu. Asante. Sitaongeza kitu sababu ya muda. Umesikia jinsi ya kuomba. Kama hujui kuomba, soma kila siku Mathayo 6. Kutoka mstari ngapi? Wenye wameandika kutoka mstari ngapi? Kwenda mpaka ngapi? Ile kitu nitasisitiza, kabla hujafungua mdomo yako kuomba, fikiria, tafakari, umekosana na nani? Umekosana na nani na makosa yalikuwa ni nini na nini? Mpigie simu ya mobile. Kama amekublock, mtafute, sababu siku hizi watu wanablokiana. Mtafute. Kama uweze kumpata kwa nyumba ambaye alikuwa anaishi, enda ukuje na pasta, ueleza pasta, mimi nafikiri nilikosana na nani na ameniblock, na kwake najua, nimeenda nikabisha, amenipangia mlango. Enda na pasta, kaa kando, wacha pasta abishe. Then pasta, sababu anaomba sana, Roho Mtakatifu itatangulia na hiyo maneno itatatuliwa, ndio ukuje uombe. Shortcut clear? Usiombe tu ovyo tafadhali. Kuna maombi za kusema na mdomo. Zile vitu unataja kwa mdomo yako, yote ni maombi. Usikue mtu wa kutaja maovu kwa mdomo yako. Hiyo ni maombi na italeta maovu kwa familia yako. Taja maneno positive, maneno ya kujenga. Tuko pamoja? Kuna mama moja alifiwa na bwana, akawa watu wengine wanataka kumnyang'anya shamba, akawa koti imeamua kesi yake haitasikizwa. Mama kila siku alijua huyu judge anakaa wapi, anakaa Bombolulu. Akawa kila siku anaenda Bombolulu anabisha. Tafadhali, watchman anafukuza yeye. Kila siku anabisha. Ikafika wakati anabisha zaidi na nguvu. Na aliamua sasa kuanza kubisha usiku. Kila siku. Mpaka jaji akauliza wochi, ni nini? Ni yule mama boss, oga. Is that woman? Then siku moja jaji akasema, huyu mwanamke ananichosha. Wacha kesho nikiamka asubuhi na mapema niende kotini, niite wale watu, niamue kesi. Jaji aliita wale watu, akaamua kesi kwamba mrudishieni mama shamba yake na mali yake yote. Praise the Lord. Amen. Bas, mnapoomba
mkue mnasukuma. Sukumeni maneno kila siku. Msukume maneno na muamini kwamba mmeshapata. Sawa? Haya. Then kuna mtu anaomba, anaitwa Mfarisayo, na mwingine anaitwa mwenye dhambi, ambaye in bracket tax collector, a corrupt person in the Bible. Walikuwa wanapenda corruption sana. Nipatie hii usilipe leseni, nipatie hii usilipe ushuru. Wanaitwa nani? Tax collector. Nikisema tax collector namaanisha mwenye dhambi. Nikisema Mfarisayo ni mtu wa kutii nini? Sheria. Sawa? So Mfarisayo akasimama hapa mahali nakaa, akaanza kuomba. Hivi, God, I thank you. Nashukuru wewe sana. Mimi sio kama watu wengine. Mimi siibi, wala sifanyi maovu, wala silali na bibi ya mtu. Or even mimi sio kama huyu mwenye anaokota ushuru na hongo. Mimi na fast mara 2 kwa wiki, alafu nalipa tithe vizuri kamili. Hiyo anaomba. Aya. Then huyu mlipa ushuru ambaye anafanya KRA anasimama mahali huko karibu na mlango. Anaomba hivi: mimi mlipishaji ushuru nasimama hapa, hata siwezi angalia mbinguni, hata siwezi gonga chest yangu kifua. Akasema, Mungu nisamehe, kwa mimi ni mwenye dhambi. Maombi ya nani ilisikizwa? Ya tax collector. Yesu anasema, nakwambia ukweli, huyu tax collector maombi yake ilienda kamili mbele ya Mungu. For all those who wanajisifu watarudishwa chini, na wale wanajirudisha chini watainuliwa juu. Praise the Lord. Asante. Hiyo nimesema uende ukasome kwa Biblia ukiwa nyumbani, andika chini Luke 18, Luka chapter 18 from verse 1 to 14. Enda usome nyumbani. Tunaingia kidogo fasting na tumetaja, so sitaenda sana kwa fasting. So nitasema tu maneno machache. Wakati unafast, usiambie mtu, usiweke matope kwa sura yako ili uonyeshe watu unafast. Tafadhali paka mafuta kwa sura yako vizuri. Hata watu wakikula usiwaambie wewe unafast. Sema unatafuta uso wa Bwana. Uko na chakula kingine hawajui. Yesu anapokutana na mwanamke Msamaria pale kwa well ya Jacob, akaambia mwanamke amekuwa na mabwana wengi, akaambia mwanamke siri yake yote maishani. Mwanamke akakimbia akaenda kuita villagers, kujeni muone ni yule Mesia amekuwa akisema, nimemuona huko mahali tunachota maji. Yesu karibu analia. Wakati wanafunzi wamerudi na nyama, wanasema, Masa, tumeandaa nyama kula. Yesu anasema, nimeshakula chakula kingine, hamjui. So wakati unafast, jibu kama Yesu, nimeshakula chakula kingine, hamjui. Tosha, usiongeze. Yesu aliambia wanafunzi wake, nimekula chakula kingine, hamjui. Uende usome Biblia yako. Usilale Sunday to Sunday. Uende usome Biblia, sababu ikifika time kama hii tuna summarize. Tuko pamoja? Amen. Aya. So Isaiah, andika chini usome, tunamalizia hapo. Isaiah 58 3 to 7.
Inasema nini? So nataka mjue watu wengi walikuwa na fast kwa Biblia. Na wakati wanaomba na kufast, Mungu anajibu maombi. Wanafunzi wa Yesu wana fast. And the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." Mungu anajibu wakati kuna fasting. Paulo na Barnabas appointed elders for them in each church. With prayer and fasting, they committed them to the Lord. Wakati pastor anakuja kuwekelea watu mkono hapa, amefast, hajakula, amefast. So fasting inaleta uwepo wa Bwana, inaleta nguvu ya Roho Mtakatifu. Sawa? Daniel ana fast. Kwa Daniel 10 nasema si kukula chakula tamu yoyote, wala nyama, wala kinywaji cha waini haikupita mdomo yangu. And si kutumia hata lotion kwa mwili yangu wiki 3. Na maombi yake ilifanywa nini? Ikajibiwa. Wakati wa fast hata usipake perfume kali. Jamani, tafadhali. Unasikia example ya Daniel. Hakupaka perfume. Mungu atusamehe. Saa zingine wengine wetu na fast, lakini tumepaka nini? Mafuta mzuri na nuka tamu. Wakati wa fast tafadhali, mkiwa kwa uhusiano wa nyumba bibi na bwana, msitengeneze watoto. Msinunue watoto supermarket tafadhali hiyo wakati. Mwache kununua watoto supermarket wakati mko kwa fasting. Sawa? Are we together? Msinunue watoto supermarket wakati wa fasting. Na wakati wa fasting msiende Dubai. Usifast wakati umeenda Dubai ukiwa mwanamke. Wakati una fast, make sure haujaenda Dubai. Tafadhali, wacha trip ya Dubai ishe ndio fast. Tuko pamoja? Haya. Tunaangalia Esther kwa Esther chapter 4. Kuna mambo inataka kufanyikia Wayahudi, mambo mabaya. Nabii ametengeneza mambo mabaya kwa Wayahudi. Unajua jina yake? Aman. Ameungana na watu wengine akatengeneza shimo. Anataka kuhang Wayahudi. Esther alikuwa favorite wa king. Akasema naenda kwa king lakini sijaalikwa. Na kama unaenda kwa king kabla hujaalikwa unauliwa. Sawa? Hata kama wewe ni malkia. Tuko pamoja? So Esther anasema siku chache tutauliwa sisi wote Wayahudi. Kwa hivyo go gather all the Jews Susa na mfanye fasting for me. Musikule wala musikunywe siku ngapi? 3. Usiku na mchana. Wachana na hii fasting ati unafast mchana usiku unakula. Hiyo sio fasting. Usiku na mchana. I and my attendants, unajua akiwa queen akona mmoja na jina movie. Akiwa queen akona watu wanamshughulikia. Anasema yeye na wale watu mates wake watafast pia. And wakimaliza siku ya 4 ataenda kuona king, even if ni kinyume cha sheria. Na anasema akikufa na afanye nini? Na akufe. Mungu atawale. Praise the Lord. Amen. Moses alienda 40 days and 40 nights before the Lord huko Mount Sinai without drinking bread or water. Without eating bread or water. Exodus 34 ukasoma yote mpaka 28. And he wrote on the tablet the word of the covenant. Hii ambayo tunaita the word of God. Aliandika baada ya kufast mbele ya Mungu 40 days 40 nights. Jamani, hii Biblia unaposoma imetokana na fasting ya Musa. So wewe unapoisoma na utaki fasting, wewe ni nani? Aya. Joel 2 verse 12. Even now declares the Lord, anasema return to me with all your heart, with the fasting and weeping and mourning.
You cannot talk about fasting and prayer without shedding tears. Then you are not, haupokei hiyo neno. Hauwezi ongelelea fasting and prayer bila kutoa machozi. Mimi mbele yenu hapa nimetoa machozi, nimelia, sababu tunaongea mambo mazito. Sawa? So Mungu anasema, even now, hata leo, Mungu anasema, rudini kwangu na moyo yenu yote. Muache kukula chakula, muache kunywa maji. Mulie tena, mutoe machozi, sababu mnatambua dhambi ni mbaya. Dhambi inatutenganisha na Mungu. Na ukitenganishwa na mwenye amekuumba, mwenye anakupatia uhai, my friend, hiyo ni kifo. Sawa? Aya, tunaendelea mbele. Nehemia prophet, Nehemia 1:4 inasema, wakati nilisikia maovu, I sat down na nikalia. For some days nililia sana na sikukula chakula chochote wala maji, na niliomba before the God of heaven. Mungu anasikia maombi. Tuko pamoja? Daudi anasema nini? Psalm 34. Anasema, wakati walikuwa wagonjwa, nilivaa magunia, nikakaa chini kitako, nikakuwa sikuli chakula, nikawaombea. Lakini maombi yangu hayakujibiwa. Maombi yangu hayakujibiwa. Hii bado. I went about mourning as though for my friends or brothers. I bowed my head in grief as though weeping for my mother. You can fast for other people also. Sawa? Sio lazima mambo ikue ngori kwa nyumba yako ndio uanze fasting. Sawa? Sio mpaka ungoje mambo ikue ngori kwako. Tafadhali, mambo ikiwa ngori kwa jirani, anza kufast. Ombea yeye akue salama. Sawa? Haya, usome Daniel 9:3-5. Inasema nini? So Daniel anarudia Mungu, anaomba Mungu na anaweka maneno mbele za Mungu, akiwa amevaa gunia na amejivaa ashes. Inasemekana nini? Ashes, majivu, amejipaka majivu. Daniel anaomba to the Lord God, ana confess madhambi zake na za watu. Anasema, Lord, the great and awesome God, who keeps his commandments of love with those who love him and keep his commandments. We have sinned. Daniel mwenyewe anasema, na yeye ni prophet. Kusema umefanya dhambi haikutoi kwamba wewe sio pastor. Daniel the prophet anasema we have sinned. Prophet mkubwa anasema we have sinned and done wrong. Daniel ni prophet. Hakuna mtu mwenye hafanyi dhambi. Daniel anasema we have sinned and done wrong. We have been wicked and have rebelled. We have turned away from your commandments and laws. Daniel anasema, na yeye ni prophet, in fasting. Fasting bila kutambua dhambi zako sio fasting. Na usifaste ati sababu sasa unataka kupunguza budget. Hapana, hiyo sio fasting. Usifast sababu unataka kupunguza mwili. Hiyo sio fasting. Usifast sababu ulipatikana na sukari na unataka kupunguza sukari. Hiyo sio fasting. Fasting ni unafast usiku na mchana, unaangalia uso ya Bwana. Wakati unafast unakutana kanisani, because the Bible says where 2 or 3 are gathered together, mali kuna watu wawili wanakusanya pamoja, wanakubaliana mambo moja, basi Mungu anasikia kutoka mbinguni na anajibu maombi yao, na hiyo wanaomba inakuja kutendeka.
Sawa? Then ndio ikasemekana, whatever you loose on earth is loosed in heaven, and whatever you bind on earth is bound also in heaven, because nyinyi watu wawili mnafanya nini? Mmekubaliana pamoja na Mungu anakubaliana na nyinyi. Sawa? So binadamu lazima uagree, na lazima utamke ile kitu mmeagree, na lazima mkubaliane mnaenda bila maji, bila uji, bila nyama, bila chakula yoyote kwa muda fulani. Kama ni muda mrefu, mnasema wacha tukule sukuma wiki kwa hii muda. Mtu asije akakula samaki ama nyama ama ajipake lotion ama perfume. Muda hii tumekubaliana tunatafuta uso ya Bwana, alafu mkuje kwa the word of God ambaye tumeambiwa ni Yesu Kristo. Msome the word of God. Wakati mnasoma the word of God na mnafinya mwili, mnafanya spirit yenu inakuwa powerful kushinda mwili yenu. Mwili ya mtu ambaye anafanya fasting, huyo mwili hapana lala kwa lodging. Mmesikia? Huyo mwili hapana lala kwa lodging yoyote. Lodging ni kama moto kwa hiyo mwili. Tumesikizana? So train your body by fasting and prayer. When you do fasting and prayer, make sure you do thanksgiving. Make sure you come together and pray in the evening, and you pray and you do Bible study, and let the Holy Spirit guide us in all this. But in all this during fasting, we have to weep and mourn, because when you remember that our sins imetutenga na Mungu, basi kama umetengwa na Mungu na mwenye anakupenda sana na mwenye unapenda sana, basi hiyo ni kilio, ni kama umekufa, kama wewe ni kufted. Tuko pamoja? Basi hiyo ndio summary ya yenye Roho Mtakatifu alinipatia niwapatie. Basi time ya kulia, time sahihi ya kulia, time ya kufanya nini? Simama, tambua dhambi zako.